الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tunaendelea na tafsir ya marejeo ya surati Sajda, na jana tulisimama katika aya ya 13 yenye kusema a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. na kauli hii tulielezea kidogo jana ya kwamba walau shi'na, lau kama tungelitaka, la ataina kulla nafsin hudaha. Ina maana kwamba hatujataka kufanya hivi. Lau tungelitaka, walau shi'na, lau tungelitaka, Mwenyezi Mungu anasema la ataina kulla nafsin hudaha, tungelipa kila nafsi uongofu wake, hidayah yake. طيب المقصود بهذا الكلام كما tungelitaka tungelapa kila mmoja hidayah yake, ikawa wote muslimin, wakawa wote kenda peponi, hakuna anayekwenda motoni. طيب lakini Mwenyezi Mungu hajataka. Aya kama hii mwenye kuisoma juu tu atakwenda mchomo, kwa sababu huenda sifahamu makusudio ya ndani yaliyokusudiwa aya hii, umbali wa makusudio yake. Mwenyezi Mungu anaposema walau shi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, lakini hatujataka kwamba tutaka maksudi watu waende motoni na wengine waende peponi. Maana yake hivyo binadamu kaumbwa hali hii kwamba sisi tumefanya maskuli kila pahala na watoto kupasi, watu wote wanapasi. Mtihani wa skuli ule ni kujulikana, siku atakapata akapasi mitihani, ikisha akaendelea na masomo ya zaidi, na wanofeli wakatafuta njia nyingine za kutafuta maisha. Mwenyezi Mungu kapanga mambo yake kama alivyopanga, tena kwa uadilifu na kwa rehema na kwa hikma. Hikma kubwa Mwenyezi Mungu alichagua kujalia viumbe vyote alivyoviumba, kila mmoja kampa choice, ikhtiyar ya kuchagua. Na tumesema kwamba vitu vyote vimeambiwa wabebe amana hii, vyote vimekataa kwa uzito wa amana yenyewe. Nasoma sisi inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali faabaina an yahmilnaha. Naambia mbingu, ardhi, maji, milima yote yasema vikakataa kubeba, vimekataa wenyewe vitu vyote vikubwa hivi. Wa hamala al-insan, binadamu yuko tayari kubeba amana, amana nzito, na mtaibeba. Hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula, kaidhulumu nafsi yake kwa sababu yajua ile amana aliyoibeba ni nzito. طيب Mwenyezi Mungu kama kwamba anatuambia, enyi waja wangu, mnakaa mkifikiria, tazumuna, mnakaa mnazua kwamba innani ajbartukum ala a'malikum, mimi nimekulazimisheni juu amali zenu mnazifanya. Kwa sababu mtu kimwambia kwa nini unafanya maasi, kwa nini hutaki kusali, kwa nini ufanye,
ufanye mambo ya kheri, bwana usishaandikiwa tu. Mwenyezi Mungu mwenyewe kishatuandika mtu wa motoni, peponi peponi. Yani je, manake ujike moyo khalas ukae tu ameshaandikwa mtu moyo motoni. Kwa nini useme la mimi naitaka pepo? Na mambo unajua kuyachagua mwenyewe ukienda ukayafanya na kwa kificho mtu asikuone. Kwa nini? Kwa sababu unajua kama unafanya baya. Na hali umekatazwa. Madhara umebebeshwa amana na umekubali kuibeba. Kwa hivyo ukubali shuruti za amana, au sivyo? Lazima ukubali shuruti za amana. Mimi sharti zangu anaposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nataka unitie yangu nataka. Na mimi mukabili nitakulipa duniani kabla akhera, nitakupa kila kitu kitakuhudumia wewe binadamu. Kila kitu kuanzia jua, kuanzia mwezi, bahari, upepo, ni ardhi, miti, wanyama, ghasia. Kila kitu kitakuwa chini ya amri yako. Wala mambo itia tawan au karha. Nasema atina ta'in tukutii. Taibu wewe binadamu uko tayari kubeba ardhi? Kwamba ni wewe ulitamkini fi ardhi, tukweke wewe ndio mas'ul. Na uiendeshe. Na uishi tukumbeni, alafu muishi mpaka siku ya kiyama. Alafu mkintii na kupelekeni peponi, hamjatii na kupelekeni motoni. Kiumbe pekee aliyepewa ikhtiyar kuchagua amali yote anataka kufanya. Kiumbe pekee aliopewa, na huku ndo kukirimiwa kwenyewe na kutukuzwa. Kutukuzwa na kukirimiwa, kapewa ikhtiyar, chagua, fanya unataka. Na kapewa a'azzu min makhluqati Allah, a'azzu shay, kitu kitukufu kabisa, al-aql aliyopewa binadamu. Wanyama hana akili, ni binadamu pekee yake aliyepewa akili ya kuweza kutafakari na kuweza kuvumbua na kuweza kuunda na kuweza kutengeneza, na alafu akapewa yeye kwamba awe ni sayyid, bwana viumbe vingine kama wanyama. Mfano, wadhallalnaha lahum, tumadhalilisha wanyama kwa ajili yao. Faminha rakubuhum wa minha yakulun, wanapanda na kula asio na kupata maziwa na kupata asio na vitu katika miili yao tunapata kutengeneza vitu masufi, vitu asio. Sasa ikiwa binadamu kapewa ikhtiyari hii, Mwenyezi Mungu anaambia binadamu, msije mkasema kwamba mimi nimekulazimisheni ala amalikum. Na mtu akasema mimi shaandikwa mtu wa motoni, akakata tamaa, akazama katika maovu, alafu akasema shaandikwa motoni. Na yule aliyojizuia, mbona hajaandikiwa yeye? Kwa nini wewe huyu badala yake ukashika pala pake ambao kitu unachokiweza kufanya, na unajua kama unachokifanya yeye ni jambo kheri kizuri, wewe hutaki, unataka lazima ufanye shari? Si unajichagulia mwenyewe? Kama basi nishaandika niingie kwenye moto, uko moto pale ukatumbukia ndani ya moto, tufanye hivyo? Ndio shaandika nitumbukie kwenye bahari, na hajui kuoga akatumbukia akazama, kaandika hivyo? Ndio shaandika nife, kwa hiyo nitakaa nyumba ghorofa 6 7 juu nijitupe nife. Anafanya hivyo? Lakini lo, ule kuna baa ile pale, alioni mtu huyo akapenya kenda kunyole. Hilo analifanya, lile analotaka analifanya. Hajali kwamba Mwenyezi Mungu kamkataza au hajamkataza. Anasema Mwenyezi Mungu, lao kama mimi ningelikulazimisha katika amali zenu, la kuntu mujbirukum ala amal ma kuntu mujbirukum ala an ala ittiba' al-huda. Lazima mkitaka msitake mfuate hidayah, au sivyo angelikuwa la kwamba hii ni hidayah, wa hadha sirati mustaqiman fattabi'u, hii njia yangu nyoka fuateni, wala tattabi'u subula, msifate njia nyingine, mkitafuata njia nyingine zile. Nasema hadha halal wa hadha haram, au sivyo? Wa nafsi wa ma sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Hapo kwa nafsi alitengeneza, akaelekeza uovu wake na ukheri yake na ucha Mungu wake, na kishafuata ucha Mungu, qad aflaha man zakkaha, yule atakayetakasa nafsi yake basi atakuwa amefuzu, amefaulu na pepo. Qad khaba man dassaha, atahizika na kudhalilika na kuteseka na kuadhibika anaikanyaga mwenye nafsi yake akaidhalilisha. Wewe umeumbwa akramu khalqillah,
katika ulokirimiwa kabisa, alafu unakwenda unaikanyaga mwenye nafsi yake, unakudhalilisha. Wakati khaba, amehizika. Mandasaha, kama kwamba kachukua nafsi yake ilikuwa tukufu, kaweka chini ya mguu, chini ya yake, akakanyaga kanyaga kipande cha sigara kisha tupa. Wakati khaba mandasaha. Wa hadainahu najdain, tukamwongoza njia zote mbili, hii nzuri na hii mbaya. Alafu i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo. Kiumbe gani alichoambiwa fanyeni, kilichoambiwa fanyeni mtakavyo kwa binadamu? Uone tunu. Ikiwa Mwenyezi Mungu anataka kuumba kitu chenye kutii tu, basi kishaumba malaika tayari. Malaika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, azimo. Lakini wewe binadamu, kama laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, katika umbile liko bora kabisa, na kama hataki kutekeleza maamrisho Allah, akili aliyopewa akaidharau, akaikhabina, akaidasu, akaikanyaga mwenyewe nafsi yake kwa kudhalilisha, manake nini? Kijitafutia mwenyewe. Thumma radadnahu asfala safilin, tutamrejesha chini kuliko alikuwa chini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu angelikuwa atamamrisha mtu, angeamrisha lazima ufuate hidayah, lazima usali, lazima ufanye hivyo, sio? Lakini kampa fursa, kampa chance, ambia fanya utakao, i'malu ma shi'tum. Ingelikuwa Mwenyezi Mungu anataka hivyo, basi angelilazimisha shingo zao zije na vichwa wao, lakini hataki shingo na vichwa vije vimsujudi. Anataka nini? Moyo wako alokupa, alotia imani, alofundisha imani, akamuonesha njia kheri na shari, akafuata mwenye njia anayotaka. Mwenyezi Mungu angelitaka kuicancel kule kuchagua kwenu, ikhtiyarukum, kuchagua kwenu kwamba mwe khairu khalqin, na kubeba amana, na kubeba taklifa, na kubeba risala mloletewa, na mwongozo wote mmepewa, mlokalifisha yote, na ile identity yenu ya ubora, kwamba nyinyi binadamu homo sapiens wanajiita wenyewe, bora kuliko viumbe vyote, bado wanataka wawe homo superiori zaidi kuliko homo sapiens. Yani wawe bora kuliko hata binadamu. Si wamehangaika, walikuwa wanatafuta elixir of life. Vipi wanaweza kutafuta kula kitu kwa jambo wakawa wanaishi milele binadamu? Wamezama katika mambo haya hivyo. Zama za mwanzo, mafailasufu wa mwanzo walikuwa wanatafuta ile jauhar alhaya, wanaita jauhar alhaya, kwamba ni jauhar. Mwenyezi Mungu amekiseni utaishi muda kadha basi kadha, watafuta kuishi zaidi, watakwenda kinyume na mipango yake Mwenyezi Mungu aliyopanga, subhanaka ya Rabb. Kwa hivyo kama nataka angenifanyiwa yote, lakini mwenyewe binadamu kasema nabeba amana. Na ikiwa nabeba amana, sisi tunakupa risala, tunakuletea mitume, tunakuletea njia ya hidayah, tunakuletea watu wakumbusheni na kukumbusheni kila mara, tutakwambieni kila kitu, lakini hirdeni hapo tena kwa hikma tumekupeni jambo ambalo kama mtalifuata mtakuwa bora hata kuliko malaika, kuliko chochote kile kilichoumbwa. Sahihi, fursa nzuri au si nzuri? Fuateni maamrisho, mtakuwa bora kuliko malaika waliokalifishwa. Fuateni maamrisho, mtakuwa bora kuliko vyote vinokuja tawan, ukitii. Jua kuna siku moja sinajua milio sitokezi, fanya unavyotaka ya Rabb. Leo sitokezi, wacha kae kwenye kiza watu hapa abadan. Lazima binatenda, kila kimoja kinatenda kwa mujibu wa amri aliyopewa. Na wewe binadamu madhara, umebeba amana, umepewa fursa ufanye unavyotaka. Jua hivyo, unaelekezwa ili nini? Siku ya kusutwa utaweza kukataa ukweli ulivyo. Walau shina la ataina kulla nafsin hudaha, walakin hajataka kufanya hivyo. Ikhtiyari yao wameona bora wazame katika starehe fupi na kupuuza starehe ya milele. Ikhtiyari yao waliochagua wamefanya ithar al-batil ala al-haqi, kufadhilisha batil na kupuuza haki. Jua kwamba wanaambiwa yawma naqulu li jahannama hal imtalati wa taqulu hal min mazid. Moto utasema bwana, nataka
haujajaa bado, walete tu, haogopi mtu, anazama katika maasi. Na ikiwa ni hivyo, walakin haqqa alqawlu minni, imeshathibiti kauli kutoka kwangu, la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in. La amla anna, bila shaka nitaijaza jahannam mpaka juu ijaye, min aljinna, majini, wan nasi, na binadamu, ajma'in, wote kwa pamoja, wote nitajaza na watumbukize, halafu wazidi kuunguzwa na kuni zake itakuwa wao wenye binadamu, waquduha nasu, pamoja na mawe wal hijara. Hizo ndo kuni zake, waquduha nasu wal hijara. Hii imewekwa special kwa ajili ya madhalimu. Hivi ndivyo aya ya 13